inakuwa rahisi mtu anaelewa. Tunamalizia kipengele kilichobakia hichi ambao ni kitabu changu hichi nikaandika mimi mwenyewe alimaarufu nita Profesa Kashaga, formula 10 za kutibu nguvu za kiume. Sawa. Kuna kanuni moja ambayo ni tuseme kama ni principle au ni theory yangu mimi niliyotengeneza ambayo inasema kwamba unaweza ukapona bila ya kutumia dawa. Unaweza ukapona bila kutumia dawa. Isipokuwa uwezo ukatoa hela bila kupewa dawa. Sijakuelewa. Hiyo ni theory yangu mimi ambayo nimetengeneza. Kwa hiyo ni principle yangu mimi. Unaweza ukapona bila ya kutumia dawa. Ila uwezo ukatoa hela bila kupewa dawa. Bila uwezo. Ndio theory yangu mimi hiyo. Kwa hiyo tunaanza kukipiga kitabu chetu hichi. Nimekiandika mimi mwenyewe nikiwa kama mtunzi, nitaenda nakifanyia highlight kwa kuokoa muda. Tukianzia kuanzia chapter ya kwanza nimeelezea mimi mwenyewe kitabu kimeandikwa na nani na upatikanaji wangu. Pia chapter ya pili huku nimebainisha, nimetoa siri za watengeneza dawa za nguvu za kiume. Chapter ya pili nimeeleza dalili za nguvu za kiume ni kipi na vitu gani vinapelekea kuongeza nguvu za kiume. Kwa ni vyema utapotulia ukae na usome ufahamu. Unaweza kuwa unaendelea kutumia dawa huku ukiendelea kutumia vile vitu vinasababisha nguvu za kiume kupungua. Kwa ni vyema ukae ukafahamu maana kumbe na hivi napunguza nguvu za kiume, ukajiepusha navyo. Chapter ya 3 tukaelezea chanzo cha upungufu wa nguvu za kiume. Tukaja mpaka huku chapter ya 5 ukajitambuaje kama dalili za nguvu za kiume, tukabainisha sababu zako zote, kusoma legelege. Chapter ya 6 nikatoa siri ya kwamba kuna baadhi watengeneza dawa za nguvu za kiume wengine wanatumia Viagra. Kwa nini unachanganya? Unachukua kama Viagra unaisaga afu na kutilia huko. Na asali na mdalasini. Ukipiga kijiko kimoja tu. Nguvu kama simba. Dawa za sheni hatari, kumbe kuna Viagra, kumbe nazidi na kuua. Kwa unakuja chapter ya 8. Chapter 8 tukasema tunaelezea tiba ya nguvu za kiume ni nini? Ni Jembe Mix. Sawa. Jembe Mix ni dawa hii, lakini Jembe Mix nimeinasibisha na full package. Kwa package hii yote inaitwa nini? Jembe Mix. Lakini yote inaitwa ni Jembe. Lakini ndani ya Jembe Mix kuna Jembe Mix mwenyewe huyu hapa ni Jembe. Ndio maana katika offer yetu tulitoa promotion, tukasema tumatolea promotion mapunguzia ni 20,000. Watu wakasema imekwaje toka 1,500 mpaka 20,000? Promotion inalenga Jembe Mix hii. Sio full package. Kwanza peke yake. Promotion inalenga Jembe Mix. Hiyo imeandikwa Jembe Mix. Lakini package nzima inaitwa nini? Jembe Mix Group B. Sasa watu wakasema imekuaje? Yaani bado unaambia kuna watu wengine wao jinsi walivyo kwa tatizo lao, yaani tumepekea kile inawatosha. Kuna watu wengine wana recharge tuseme. Yaani gari yao ni ya kumwaga oil. Yaani kuna watu wengine wao kwa hizo nyingine za mtu yuko vizuri, anapiga mule yuko fresh. Ndio maana nasema gari yao ni ya kumwaga oil, lakini watu wengine gari yako kuna spare. Sawa. Lazima una spare ufunge kabisa. Sasa watu wengine wakisema Jembe Mix unajua kama ni peke yake, watu wengi wanafahamu. Lakini kwa mimi ndio maana kabla mimi nilifanya research na huko ndo nilipotoka. Haiwezekani watumia dawa moja kupona nguvu za kiume. Haiwezekani. Kwa sababu mathalan wewe effect yako ulifanya ni nje ya mwili, kuminyaminya. Sawa. Dawa ya nguvu hii Jembe Mix unakunywa ndani. Kwa hiyo itoke na nje. Haiwezekani. Kwa hiyo ndio maana kasema mwanzo nilianza kwa research mimi. Kwa mimi kupiga kokote nishatoka. Ushaelewa? Kwa hiyo katika chapter ya 8 nikatoa siri zote. Jembe Mix inatengenezwa na nini? Kwa hiyo Jembe Mix, kwa hiyo ukiondoka na hichi kitabu wewe mwenyewe utaanza kuitengeneza. Nimebainisha hapo chapter ya 8. Jembe Mix imetengenezwa na nini na nini na nini hivyo hapo. Sawa. Chapter ya 9 nikaelezea faida za Jembe Mix. Jembe Mix inasaidia nini katika mwili wa binadamu? Kwa anatumia hata mtu asiyeumwa. Anatumia hata mwanamke. Kwa sababu ni food supplement, ni nutrition. Japokuwa tulishakalii matunda mpaka umwe bwana. Kabisa. Tunakuja katika ukurasa hasa namba 12. Tunaanza kuelezea kanuni namba 1. Naam kiongozi. Sawa ustazi. Bila samani. Basi unamhudumia kwanza huyo? Kuna mtu anatafuta? Kwa nini hapa hivi nimekuwa na mzee, maana hapa naambia bado kuna dawa za asili hapa. Mzee huyo anaumwa yani hivyo vinanilii vipele vinamwasha. Vipele vinamwasha. Basi sawa, haina shida. Ngoja nikimaliza mazungumzo, tutaongoza kirefu nitakuoje maswali nijue kinafanyika nini. Basi au ngoja kama umeshakuja. Ngoja nimwambie mzee atakuja hapa. Haina shida. Unaenda kulala ni baba? Sawa. Sasa? Amani. Poa maana. Kwa unakuja katika formula ya kwanza ndio tunaanza. Formula namba 1.
Nimeibainisha kichwa cha habari cha kusema ni formula ya kushindwa kabisa kusimamisha uume. Kama uume wako unashindwa kusimama vizuri, je, namba 1 utakufanya nini? Labda unajua kuna hali mbili. Uume kusimama legelege na uume kushindwa kusimama kabisa. Yaani sometimes kama moto umekata kabisa. Yaani unavuta hisia wapi? Na sometimes inatokea hata wateja wangu wananipigia bana, daktari kama siku ya 3 hivi. Hamna moto hamna. Hiyo tutofautisha na uume kusimama legelege. Na kwako unasimama lakini hauna nguvu. Kuna wengine uume umekata. Labda anavuta hisia unyanyuki lakini ndio formula namba 1. Hii formula namba 1 ndio simbi. Kwa hiyo formula ziko 10. Kwa mtu atakapata mahenge akaogopa formula 10 itatumiaje? Kwa formula namba 1 ndio simbi. Ushanielewa? Ndio formula namba 1. Kwa hiyo nasema simbi ina matumizi hapo, ina matumizi kwenye formula namba 1, ina matumizi niliyokupa kwa mdomo, ina matumizi ya audio na ina kipengele huko katika kitabu kimeandikwa matumizi ya dawa. Ushanielewa? Kwa formula namba 1 ni matumizi ya simbi. Unatumiaje simbi formula namba 1? Tujikumbushe, hebu sema simbi unatumiaje? Ulivyokumbuka. Simbi unachukua simbi 7. Na ndimu 12 ndio na limao 6. Hebu rudia. Unachukua simbi 7. Na ndimu 12. Unazikamulia. Unaziacha kwa masaa 24. Ndio. Baada ya hapo, 24 unatumia vijiko vitatu kutwa mara 2. Vijiko vitatu kutwa mara sawa, asubuhi vijiko vitatu. Najua umejibu vijiko vitu sababu unatumia kanuni ya jumla. Yaani wewe unatumia kanuni ya dawa yote ya kunywa isipokuwa kwenye simbi. Kwa ni vijiko vitatu kutwa mara 2. Hata ukiweza kutwa mara 3 sio mbaya. Kutwa mara 3. Ukiweza. Lakini utapata muda, lakini tuweke kanuni ya jumla ni kutwa mara 2. Hauwezi kupata hivi. Kwa hiyo hapo kanuni namba 1 tumeelewa? Tumeelewa. Formula namba 2 inasema uume kusimama legelege. Ndio hiyo ya kwako wewe sasa. Je, uume unasimama legelege? Dawa ushatumia ukapona. Zikaendaga hali karudi, je ufanye nini? Ndio tunaelezea hapa. Upate vitunguu saumu 2. Sawa. Au sio? Upate vitunguu saumu 2 vizima. Sawa. Unue na olive oil. Mafuta mzaituni kama robo lita hivi au utapata mililita 170 au mililita 100, hata mililita 100 inatosha. Kwa hiyo vitunguu saumu utaviponda kama unapika pilau, yani utavimenya vile 2. Sio punje. Vitunguu saumu vizima 2. Sio punje. Yani vile vizima yake sio vizima. Vile kizima wacha kujamenywa kimoja na kingine 2. Sawa. Ambapo kisichanganywa hapana chumvi zaidi ya nyingi sana. Sawa. Tuashumu kama vitunguu saumu vya Marekani vinakuwa vina punje 10 sasa wenyewe vikubwa vile. Kwa hiyo 2 itakuwa 20. Tuashumu vyetu hapa 20 vile itakuwa 40. Kwa unaponda kama unapika pilau. Inalainika. Ukishalainika unavitoa katika kinu mule, unaweka kwenye sufuria. Usivisage kwenye blender. Sababu ukisaka kwenye blender itahitaji utie maji. Ndio maana yake. Anakusaka na utie maji, alafu unalainika utakatika. Kwa sasa toka kwenye kinu. Vilainike. Kwa ile solution unaipata unatia kwenye sufuria. Unachukua mafuta yako ya zaituni unamimina kwenye sufuria. Unapiga moto kidogo. Yaani kidogo kwa sekunde labda 40. Sawa. Unaipua. Ukipiga moto sana, yaani ukipiga vikichemka sana, vitakuwa vigumu. Sawa. Vikiwa vigumu, ubora umekufa. Sawa. Ukizidisha moto vitakuwa vyekundu, vitakuwa vimeungua. Sawa. Kwa mwanzoni vipata joto kwa ajili ya kufanya combine visiharibike na test ya kufanya tunarudi katika point ya temperature inahusika katika chemical reaction. Kwa hiyo ukishafanya hivyo vitakuwa mengi. Kwa hiyo utapata solution ya kitunguu saumu na zaituni. Utaweka kwenye chupa yako safi kama hii. Sawa. Sasa hiyo solution hiyo ndio utakuwa unatumia kuchua uume wako. Sawa. Kuanzia huku kwenda chini. Kwa kinaingia kinauma kile kitunguu saumu. Na kama hivyo mafuta ya zaituni unayakosa, unaweza kutumia kitunguu saumu kama kilivyo. Japokuwa ni cha moto na kinasaidia tatizo la kuwahi kufika kilele kwa sababu waga kuna cells zinakufa. Kwa hiyo kitunguu saumu kinaua dead cell. Kinaua zile dead cell. Utapata maumivu kama uume unaungua hivi. Baada ya muda utajivua gamba. Baada ya siku 3 siku 4 kama utakuwa ile makovu yamepona. Mashine itarudi upya. Kwa hata vile unavyojichua na kile kitunguu saumu, utaona ile election inaanza kuja. Sababu kina penetrate. Kwa kitunguu saumu kuna kitu fulani sijakihifadhi lakini kinasaidia sana katika usisimulaji wa misuli. Ushanielewa mpaka hapo? Sawa. Hiyo kanuni imeeleweka. Sasa kabla hujaendelea. Sasa hizo formula unazungumzia hizo ni kama ni dawa tayari nimeshamaliza yote kutumia maana au hizo formula utaendelea nazo pamoja na dawa. Isipokuwa hii formula
hautoitumia mpaka umalize dawa. Mpaka nimalize dawa Kwa sababu hii nimewekea nimetengeneza mimi, kuna baadhi ya watu wengine wana uvivu wa kutengeneza au wanakuwa wako makini. Kwa hiyo nikatia hii formula nikaitia humu, nikali na solution zingine. Kwa hiyo nimetoa sasa bayana. Sawa. Bwana ukitaka na hii, ukitaka chupa ndogo colorless, wewe mwenyewe unapita njia gani? Unapita njia hiyo nimekupa. Kwa sasa kama dozi yako ni dozi ya siku 14 au dozi ya siku 21, unaweza kaenda na dawa zikakata kati. Unamalizia na kanuni hiyo. Sawa. Shaelewa mpaka? Kwa kama kanuni zilikuwa 10, zimebakia 8, kwa sababu moja utakoitumii na ya pili moja ndio hiyo simbi, mbili ndio hii ya nini? Ya kusomesha. Kwa hiyo utakwenda uitumie kwa sababu dawa una? Kwa sababu dawa umenunua. Kwa maana kanuni zimebakia 8. Kwa hiyo mjinga mara kwanza anaona kanuni ni nyingi. Kumbe kanuni zingine za mwisho mwenyewe zinaenda zinaishi. Sawa. Tunaelewa mpaka hapo? Formula namba 3. Tatizo la kwa kufika kileleni. Sawa. Tukasema ya kwamba utafute vitunguu saumu vizima viwili, utafute vitunguu maji vizima viwili, utafute tangawizi nzima moja, utafute ndimu 12, tikiti maji robo. Vyote hivi unaviblend. Sawa. Vyote unaviblend? Unaviblend. Solution yako unaipata vizuri ya solution yake. Ukipata solution unaweza katia hata na asali nusu lita. Sawa. Katika solution. Hiyo solution unaweza kupiga vijiko vitatu. Asubuhi na jioni. Vijiko vitatu. Very powerful sana. Very powerful. Usimsikie vitu vikutajia. Lakini unaambiwa pointi ya kusisitiza tikiti maji hilo ulimenye kama embe, utapitia utasoma hapa. Ulimenye kama embe. Na bahati nzuri hii solution utaiandaa itakuwa ni nyingi. Inabidi uweke kwenye fridge. Maana usipate hasara ya kuharibika. Kama utaona fridge hauna, tengeneza kwa kiwango kidogo. Kwa sababu nipotaja mbili unatumia moja. Kama nimetaja vitunguu saumu viwili, unatumia kimo. Kama kitunguu maji viwili tumia kimo. Maana kama huna fridge unaweza kwa siku moja, siku mbili kwamba. Siku moja. Na jambo zuri chochote kinachotia na asali kiharibiki. Mfano mtu anasoma kanuni moja, asali samaki kumtia kwenye asali, anaweza kata miaka 2. Haribiki. Kwa samaki yako mbichi mtia kwenye asali. Formula namba 4, ndio? Tuko sahihi hapo? Sawa. Formula namba 4 tunazungumzia tatizo la kushindwa kurudia tendo la ndoa. Kimoja chali umechoka oi. Tukasema ya kwamba uwe na vitunguu saumu robo kilo. Sawa. Uwe na tangawizi robo kilo. Uwe na mdalasini wa unga wa India au wa Zanzibari. Au sio? Kilo moja. Uwe na unga wa mbegu za maboga kilo moja. Uwe na asali lita 2.5. Sawa. Yaani ukipata huu mchanganyiko ndugu yangu, ukitia na asali huo kaka kwenye fridge huo. Unakaa kawaida kwa sababu asali ni nyingi hauharibiki. Kwa sababu unakuwa unapiga asubuhi vijiko viwili, jioni vijiko viwili. Unajikuta muda wote nani inatafuta. Muda wote hisia na matamanio yanakuwa ni mengi. Usaki katika blender, jinsi ya kunywa mchanganyo huo nimebainisha hapo. Formula namba ngapi? Tunakwenda. Formula namba 5. Formula namba 5 tunasema ni viaga ya asili. Bali yake nzito. Jinsi kutengeneza viaga ya asili. Uwe na tikiti maji na ndimu. Hizo ingredient mbili ambazo ni lazima, lakini asali ni necessary. Uwe na tikiti maji na ndimu. Sometimes hiyo unapendea ndio kama juice yako. Labda umezunguka huko umechukua tikiti lako la 1000 umenunua na ndimu zako, ukifika ile tikiti unalimenya kama embe. Yaani nikisema kama menya kama embe, unatoa gamba la kijani lile tu. Unabakiza ngozi nyeupe, ngozi nyekundu na mbegu. Sawa. Tunaelewa mpaka? Yaani unamenya kama embe. Unatoa ngozi ya juu tu. Sababu watu wengi ile jeupe wanalitupa. Afu lile ndo lina madini. Lina madini mengi. Ushaelewa pale. Kwa hiyo tikiti maji yako kama robo lile, unalimenya kama embe. Unatia unasaga kwenye blender. Kwanza unalitoa, unaweka kwenye glasi yako mle. Unachukua ndimu zako 2. Unakamulia ndimu 2. Kwa ukishakamulia ndimu 2 mule. Naam. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu kwema. Vipi? Salamu vipi mzee wangu? Kwema. Ngoja kuna kazi naimalizia hapa. Weka tu hapo ina shida. Unachukua ndimu ngapi? Ndimu 2. Sawa. Hiyo ndimu nakamulia kuna nini? Kuna juice. Kama una asali uko nao unakoga asali vijiko viwili. Unapiga moja kwa moja. Kwa hiyo ni very powerful. Unaweza kufanya asubuhi na jioni.
Kanuni namba 5 hiyo. Kanuni namba 6 ni ushauri. Mtu ajitahidi kunywa maji mengi kila usiku. Maji mengi. Umeona kanuni zinaonekana ni ngumu, lakini kanuni nyepesi. Kama namba 6 hii si ya kununua. Maji unanunua gharama kwa mara. Kwa maji jitahidi kunywa maji mengi kila usiku kwa sababu kujaza kibofu cha mkojo na kupelekea pressure kubwa ya nini? Kukojoa. Kanuni namba 7 naelezea juisi ya tende na maziwa. Sio complicated. Ni juisi ya kutumia tende na maziwa. Kwa mfano mimi napotengeneza juisi ya tende na maziwa ni mpenzi wa kanuni namba 7, waga nachukua ile maziwa fresh na achemsha. Nikishachemka yamechemka yapo katika temperature kwenda kupoa, nachukua zile tende zangu naziloweka. Kwa ajili blender nisiunguze. Sababu tende zina ugumu fulani hivi unajua. Kisu chake cha blender kama zinashindwa. Kwa ushachukua tende zako umezimenya kwa zile. Kwa maziwa kushachemka yameshachemka umeyaipua. Kwa unachukua zile tende zako unazitia kwenye maziwa mule. Zitakuwa zinapoa na yale maziwa. Kwa kumaliza pale unachukua chombo cha kuchotea unachota tena kwenye blender, unachanganya maziwa yale unasaga. Juisi ambayo ni zaidi ya vanilla. Hii kanuni namba 8 tunazungumzia ni lishe ambayo unaweza kuitumia kwa mwezi mara 2 kwa mwezi, au sio? Mwezi mara 2 ambapo tunazungumzia uwe na karanga, uwe na miogo, uwe na parachichi, uwe na karoti, uwe na kitunguu saumu. Vitu nimevielekeza hapo hivyo. Una jinsi ya kutumia ni lishe. Unaweza katenga labda mimi kila weekend, kila mwisho wa weekend mimi mlo wangu huu hapa. Ndio tumekuandalia hapa. Unaandaa, unachanganya, unafanyaje? Unakula. Kila labda weekend au kila baada ya wiki mbili. Kanuni namba 9 tumetoa maangalizo na msisitizo kuhusiana na ulaji wa vyakula. Ni vyakula gani mtu anapaswa kula na vyakula gani mtu anapaswa kuzingatia afanye hivi. Vyakula vya asili, mboga za majani ni muhimu. Kwa kanuni sio very complicated, isipokuwa tu sababu watu ni waoga kanuni ndio complicated. Kanuni namba 10, mazoezi ni muhimu. Always tunakubaliana tumebanwa na muda, tunakosa kufanya hata mazoezi, lakini mimi na programu yangu kufanya mazoezi dakika 8 au dakika 10 kwa kila siku, asubuhi na jioni. Labda nikiamka tu kabla sijaoga, nafanya mazoezi labda dakika 10 au dakika 8, na wewe unataka kufanya hivyo. Ila kuna mazoezi maalum ambayo ya kufanya dakika 10 au dakika 8. Kwa tumetoa kulazimisha kwenye kanuni namba 10 aliyokupatia service akupatie video ya kuonesha matumizi, ya kuonesha mazoezi hayo jinsi ya kufanya. Kwa hiyo huyu ndio mtego hasa ambao nawatega vijana wangu wengi kujua kama amesoma kitabu au hajasoma. Sababu akifika huku kanuni namba 10 inasema ni lazima aliyokupa service akupe video ya mazoezi. Kwa sababu ni video ya mazoezi najua huku hujasoma. Ni kweli. Ushaelewa hapo? Kwa maana nasema mkishanipigia tu unakwenda sababu nishakalili na baada mpaka mwisho 10 ngapi. Ukishanipigia bwana mna kitu mwana. Akuuza video ya mazoezi ulipata. Kwa unajua sababu video ulikuomba na kitabu kufanyaje? Kusoma. Video tutasaidia kwa mimi nakuwa na hoja nyingi za kushinda. Ushaelewa? Kwa hiyo tukija kurasa namba 19 ni kurasa ambao unaelezea matumizi ya dawa. Unarejea matumizi ya dawa zote hizi. Sawa. Namba 19 nimezirejesha tena. Na nikielezea kurasa unaofuatia hapo baadhi ya services na huduma tulizokuwa nazo nimeziweka. Kwa hiyo ndio matumizi ya kitabu chetu cha kanuni 10 complete. Kwa nafikiri hapo na mimi katika jitihada zangu nitakuwa nimeishia hapo. Kama kuna swali hapo. Na zipo tunawasiliana itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa hiyo matumizi ya nini? Ya kitabu. Matumizi ya kitabu yanakuwa